Kutoka jijini Mwanza na kuletea ripoti hii ya moja kwa moja kutoka maeneo ya Kisesa ambapo semina ya neno la Mungu ilikuwa ikifanyika, semina ya uamsho mkuu sana wenye nguvu za Mungu. Kutoka hapa Kisesa, mara baada ya semina ya mafundisho ya maneno ya Mungu, watu wengi wamebarikiwa. Tumeona uvuvio wa Roho Mtakatifu, lakini pia Wakristo wengi sana wameweza kuokoka. Na kutoka katika maeneo ya Kisesa moja kwa moja tukasafiri mpaka katika maeneo haya ya Ziwa Victoria kwa lengo la kuja kuwabatiza Wakristo wapya waliokwisha kuokoka ambao wameokoka kupitia uamsho huu. Hii ni ibada ya ubatizo katika semina ya uamsho na tumeshuhudia matendo makubwa ya Mungu. Endelea kubarikiwa sana. Mimi ni Osia Mwana Emmanuel. Mungu azidi kukubariki. Siku hii ya leo na jioni ya leo tuko mahali hapa, tunatangaza jina la Yesu, jina lenye nguvu, lenye uweza, lenye mamlaka, jina lipitalo majina yote. Watu wote walioko maeneo haya wananisikia, jioni ya leo tunakuletea habari njema za Yesu Kristo. Yesu mwenye nguvu aliyekuja duniani kila atakayemwamini aweze kuwa na uzima wa milele. Tunalitangaza jina lake mahali hapa. Leo watu hawa wanakwenda kuzaliwa mara ya pili maeneo haya tunapokuepo. Naomba masikio yako yawe hapa na macho yako uweze kutazama. Tunapoendelea maeneo haya tutakwenda kusoma neno la Mungu ambalo linapatikana katika kitabu cha Luka mlango ule wa 3 mstari ule wa 21. Neno la Mungu linasomeka hivi: ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunuka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua, sauti ikatoka mbinguni: wewe ndiye mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Amina. Haleluya. Biblia inasema Yesu alikuwa akipita alipokuwa ulimwenguni, akapita kando ya mto Yordani, akamwona mtu mmoja anaitwa Yohana, naye alikuwa akibatiza. Yesu naye akafika kwenye foleni ya ubatizo. Alipofika maeneo hayo, Biblia inasema watu wote wakabatizwa. Naye alipobatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunuka, Roho Mtakatifu akaja juu yake kwa mfano wa kiwiliwili. Sauti ikatoka juu mbinguni ikasema: wewe ndiye mwanangu mpendwa, nimependezwa na wewe. Yesu mwana wa Mungu alipopita maeneo hayo alikuta watu wengi kama mlioko mahali hapa. Akafika maeneo haya akamkuta mtu mmoja anaitwa Yohana akihubiri habari zake akisema, liko jina lipitalo majina yote, yuko mtu mwenye nguvu anakuja nyuma yangu. Huyo mtu atakuja kubatiza kwa moto, atakuja kubatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Huyo mtu ana nguvu. Alisema habari zake Yesu. Yesu mwana wa Mungu ana nguvu. Jina hilo lina nguvu. Jina hilo ni jema sana. Jina la Yesu Kristo ni jina lipitalo majina yote. Jioni leo tunalitangaza jina la Yesu Kristo. Jina lina uweza, jina linaokoa, jina linaponya, jina lina uweza. Haleluya. Jioni leo linaweza. Jioni leo linatakasa. Jioni leo linaponya magonjwa. Jioni leo na kukomboa. Jioni leo ukimwamini huyu Yesu mwana wa Mungu utaokolewa na nyumba yako, utaokolewa magonjwa yako, utapona shida zako. Yesu mwana wa Mungu, jina lipitalo majina yote, jina lenye nguvu, tunalitangaza jioni leo. Lazima umpokee Yesu Kristo. Huyo ana uweza, atakuwa kwa maisha yako, atasafisha maisha yako, atakuponya maisha yako. Jioni leo liko jina. Haleluya. Liko jina lenye uweza, liko jina lenye mamlaka, liko jina lipitalo majina yote, liko jina lenye ushindi. Ndio maana alipoingia kwenye mto Yordani, Biblia inasema mbingu zikamwitikia, mbingu zikapasuka. Na wewe jioni leo mbingu zitapasuka juu yako, mbingu ziwazi juu yako, mbingu zitapasuka. Roho Bwana yuko. Biblia inasema Roho Bwana alitulia juu ya vilindi vya maji. Yuko
ametulia na kusubiri, yuko ametulia na kusubiri. Ukienda kwa imani utakutana na Roho Mtakatifu, utakutana na uweza, utakutana na mamlaka, utakutana na nguvu, utakutana na uweza. Ndio maana mbingu zilipasuka, na wewe mbingu ziwazi jioni leo. Yuko mahali hapa jioni leo, yuko anakusubiri, yuko anaokoa, yuko atakuponya, yuko anaponya shida zako. Kwenye mto huu leo, kwenye maji haya leo, unazaliwa mara pili. Haleluya! Njoo kwa Yesu. Yesu anaokoa, Yesu anabadilisha. Hapana jina jingine tulilopewa na damu litupasalo kutuokoa, jina la Yesu pekee, jina lenye nguvu, jina lenye uwezo, jina lenye mamlaka. Njoo okoe, njoo pole leo, njoo badilishe, liko jina lenye uwezo. Oh, haleluya! Yuko mwenye uwezo, yuko mwenye mamlaka, yuko mwenye nguvu, yuko mwenye uwezo. Tunamtangaza jioni leo, njoo badilishe, njoo uishe leo. Leo tunafanyika viumbe vipya. Haleluya! Mshukuru Mungu kila moja. Nenda mbele za Bwana ukimshukuru. Kwa mahali hapa na kabidhi mikononi mwako wote ambao Mungu wamejiandaa kwa ajili ya ubatizo. Tunaalika sasa wakati huu mbingu zikafunguke kwa ajili yao, mbingu zikafunguke kwa ajili yao. Neema yako Mungu mtakatifu na ikashuke. Roho Mtakatifu shuka juu ya watu wako wote katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Neema yako na nguvu zako na zikawe juu yao Bwana. Tunakabidhi mikononi mwako mahali hapa ambapo ubatizo unakwenda kufanyika, na mkabidhi kila mmoja mikononi mwako Bwana. Watembelee watu wako, watembelee watu wako. Ubatizo huu ukafanyike kuwa ushuhuda kwa ajili ya maisha yao yakawajawe na ushuhuda, wakawe sababu ya wengi kukujia wewe, yakawe sababu ya wengi kukimbilia wewe. Kaokoe Bwana, kaponye Bwana, katie nguvu Bwana, kauishe Mungu, wakawe viumbe vipya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninawasogeza kwako, ninawaleta kwako. Neema yako Bwana inaozidi neema zote tunaialika mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante kwa sababu Roho Mtakatifu umekwisha kushuka juu ya watu wako, umekwisha kushuka juu ya watu wako mahali hapa. Asante Yesu. Asante Yesu kwa sababu unatembea, kwa sababu unatembea, kwa sababu unagusa, kwa sababu unainua, kwa sababu unaponya, kwa sababu unategemeza, kwa sababu unahuisha, unawafanya watu wako kwa viumbe vipya mahali hapa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunakupa sifa na utukufu tukikuinua wakati huu Bwana. Uinuliwe, utukuzwe, uhimidiwe, upewe sifa na utukufu. Oh, hallelujah. 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 Mto ule wa bara tumefika. Wewe mto ule bara tumefika. Baba mto ule tumefika. Baba kwenye mto ule ba tumefika. Wewe mto tumefika kwenye mto ule.
nimeweza kuzungumza na baadhi ya Wakristo ambao wamepokea ubatizo huu au wamebatizwa siku hii ya leo. Furaha yao ni ipi ama shauku yao ni ipi katika Kristo Yesu? Lakini pia pastor ama mchungaji ambaye amefanya tendo hili la kubatiza waumini hawa ama washirika hawa wapya katika Kristo Yesu, anayo machache pia ya kuzungumza pamoja nasi. Hii maana iliyotokea hapa ni tangu kipindi cha Yesu kwamba watu wabatizwe kwa maana ya kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo ndio maana Yesu alipoingia kwenye mto Yordani alijaa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo na watu wake lazima wajazwe Roho Mtakatifu kwenye ubatizo. Ndio. Labda tumeshuhudia pia hapa baadhi ya watu walikuwa wakitaka kupiga sarakasi kwenye maji. Nini maana yake ama ni ishara gani hii? Hii ni ishara kwamba mtu anaposhukiwa na nguvu ya Mungu lazima inaweza kumbadilisha na kumfanya kiumbe kingine tofauti kabisa. Kwa hiyo anaweza akafanya kitu ambacho sasa hivi akitaka kufanya hataweza. Hiyo ni nguvu ya Mungu, inaweza kumgeuza kama sarakasi. Sawa, labda upi wito wako kwa Wakristo wengine ama kwa watu wengine ambao hawajaokoka, hawamjui Mungu bado? Wito wangu siku ya leo kwa watu ambao hawajaokoka na hawamjui Mungu, ninatoa waaliko watu wote wamwijie Mungu. Ana uwezo wa kubadilisha na kukufanya kiumbe tofauti kabisa, na utakuwa na mamlaka ya kimungu na ya kimbingu tofauti kabisa. Ndio maana ya kuzaliwa mara ya pili. Kwa majina naitwa Levina Robert, natokea mkoa wa Kagera, wilaya Karagwe. Kilichokuleta Mwanza ni kitu gani? Kilichonileta Mwanza ni kuja kumpokea Yesu na kuwa ni yeye mwokozi wa maisha yangu. Na tumeshuhudia umebatizwa hapa. Labda ni nini hasa ishara, maana yake ni nini hiki kilichotokea? Nimepokea ishara na miujiza kwa ajili ya kwenda kuhubiri neno lake na nimepokea nguvu zake zote. Asante. Mungu akubariki sana. Amina. Kwa jina naitwa Geoffrey Wilfred. Kutoka mkoa wa Singida, wilaya Mkalama. Kitu ambacho kimenileta Mwanza ni kuja kupata semina ya neno la Mungu, alafu pia vile kwa ajili ya ubatizo wa maji mengi. Sawa, mara baada ya ubatizo ni kitu gani ambacho unakitarajia kwenye maisha yako? Natarajia kuendelea kupiga hatua zaidi na zaidi kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Yes. Ni furaha yako ipi kumpokea Yesu kwenye maisha? Furaha, yani nimefurahi kupita kawaida. Maana yake naweza nikasema kwamba kwa furaha hii niliyoipata haiwezi ikaelezeka, lakini kwa sababu ni vitu ambavyo vinatokea katika ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho maana yake nimejaa nguvu, uweza na mamlaka kwa ajili ya kwenda kuwafungua na wengine. Naitwa Happiness Buluba, mkoa wa Geita Katoro. Kitu gani kilikufanya uje Mwanza? Nilisikia kuna mkutano, nikaona nije nifunguliwe, maana kuna matasa yalikuwa yananisumbua, ila nimekuja kubatizwa kwa maji. Kwa kweli nashukuru Mungu, amenijaza Roho Mtakatifu, amenipa nguvu na ameniondolea kila taka zote ambazo zilikuwepo kwenye mwili wangu. Sawa, labda baada ya maisha haya mapya ni matarajio yapi kuishi katika maisha ya Kristo, na matarajio gani ya kuendelea kuhubiri neno la Bwana? Matarajio ni kuendelea kumtaka Mungu, ili tuendelee kumtaka Mungu na neno lake nalosema kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Amin.